za kuitikiwa dua. Maeneo kama hayo ukifika wewe, basi mtengee mtawala dua ya kumuombea sawa sawa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amesema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akizungumzia watawala. Na maneno haya al-Imam Ahmad yamenukuliwa kutoka kwa wanawachuoni wengi tu, si al-Imam Ahmad peke yake. Wanawachuoni wengi wa Ahlus-Sunna waliomtangulia al-Imam Ahmad na waliokuja baada yake, kina al-Imam al-Fudayl ibn Iyadh wana maneno haya pia na wengineo. Qala al-Imam Ahmad, amesema al-Imam Ahmad, law kana lana da'watun mustajaba lad'awna biha lis-sultan. Law kana lana, lau yangelikuwa kwetu sisi, imana tungekuwa nayo. Lau kana lana, lau yangelikuwepo kwetu sisi da'watun mustajaba, maombi yenye kuitikiwa, la da'auna biha, tungeliomba sisi kwa maombi hayo, lisultani, kwa ajili ya kumwombea mtawala. Yani al-Imam Ahmad anasema lau tungelijua kwamba tunayo maombi fulani hayo ni yenye kuitikiwa, tungeelekeza hayo maombi kwa mtawala. Sheikh al-Fawzani baada ya nukuu hiyo anasema idh fi salahi sultan, kwani katika kutengenea mtawala, salahun lilmujtama, ndiyo kutengenea jamii na taifa kwa ujumla. Mtawala akiwa mwema, tufahamu kwamba jamii pia itakuwa njema bila shaka. Na watu bwana, utawalishiwa mtawala ambaye anaendana na wao. Wakati mwingine jielekeze kumwombea dua mtawala. Pengine tumewekewa mtawala fulani muovu kwa sababu ya madhambi yetu, maana watawala mara nyingi wanaendana na tabia za raia wao. Uangalia katika nchi zetu hizi, watu wengi wanawalalamikia watawala kwa mambo mbalimbali. Wana watu wanaitwa wakosoaji, si ndio? Mtu wa kukosoa serikali, kukosoa viongozi, piga kelele kweli kweli. Pana watu wanaitwa wakosoaji wa kuwakosoa watawala, wapiga kelele, watawala wabadhirifu, wabinafsi, wanakula mali za umma, viongozi wapigaji kadha, piga kelele kweli kweli kwenye mikutano mbalimbali, kwenye vyombo vya habari. Wakati mwingine watawala wanamsikia, watu wale wale wakosoaji wanateuliwa. Sasa basi bwana, njoo wewe, kaa hapa utusaidie kuangalia angalia, kimya. Baada ya muda unasikia watu wanamsema yeye, yule naye alikuwa kelele tu, amechukuliwa yule bwana, amewekwa pale, kimya, naye anapiga tu. Sasa kumbe hawa raia nao wakipiga makelele ya wizi ni kwa sababu ile channel hawajaipata, lakini ukimpa na yeye naye anapiga, si ndio? Sasa wakati mwingine watawala wanawekwa kwa sababu sisi tulivyo, na watu wanaambiana saa nyingine, bwana ukipata nafasi itumie bwana, mambo sio. Watu wanahusiana huku chini, hawaja kuwa viongozi hao. Au haya mambo mnayasikia yanasemwa semwa huku, sijui kama ni kweli. Watu wanatumia rushwa kupata madaraka. Na pana watu bwana, kura yake ya kupi, pana watu wanaitwa wajumbe hao, hawatoi kura mpaka utoe chochote. Unatoa ngapi? Usilete maneno mengi hapa. Kwa hivyo mjumbe anahongwa ili akupe kura yake. Sasa hebu tujiulize, hawa wajumbe waliohongwa wakachagua viongozi, kesho na kesho kutwa viongozi wale wakienda kwenye majukumu yao wakawa ni wapigaji hela, hivi una uso gani wa kumfuata? Ukamwambia kwamba mbona utimizi wajibu wako? Si atakwambia tu zile ulizokula ulifikiri nazirudishia wapi? Ndio ninazichanga baba, umenitoboa mfuko mimi. Huna cha kumwambia kwa sababu wewe ndio mla pesa mkubwa
waliomuomba rushwa, tena mkawaacha wagombea wakapandiana dau kweli kweli. Huyu akitoa 20 jamaa anatoa 30, katoa 30 mimi natoa laki. Kuna wajumbe nasikia wamenunua viwanja, mambo mazuri huko Sasa ikiwa utaratibu wa kuchagua viongozi ndio huu, kama ni kweli, maana sina hakika mimi, nasikia yanasemwa hayo ikiwa ni kweli, sisi hawa watawala tunaowapata wanafanana na sisi. Kwa hivyo tumuombeeni Allah atupe salama, tukithirisheni dua. Sheikh anasema idh fi salahi sultani, kwani katika kutengenea mtawala salahun lilmujtamaa, ndiyo kutengenea jamii, wa fi fasadi sultan fasadun lilmujtamai, na katika kuharibika mtawala ndiyo kuharibika kwa jamii. Sasa muombee kheri mtawala ili jamii iendelee kupata kheri. Hiyo ni aina ya kwanza ya kuwanasihi watawala.